nafundisha kwa nini unaota ndoto unakula chakula katika ndoto. Kwa nini unaota ndoto unalishwa chakula katika ndoto. Kwa hiyo ninafundisha kama unavyoona umuhimu wa chakula cha kimwili. Umuhimu wa chakula cha kimwili ndivyo ilivyo umuhimu wa chakula cha kiroho. Kile chakula unacholishwa kwenye ndoto huwa kina maana kubwa sana. Naomba unisikilize. Kuna watu huwa wanaota ndoto uko kwenye masherehe. Unagawa chakula kwenye masherehe. Unaweza kuota ndoto labda uko msibani, au unaota ndoto uko kwenye masherehe, unaanza kugawa chakula kwenye masherehe. Unapeleka chakula, unasambaza chakula, unasambaza chakula, unasambaza chakula. Lakini wewe ukila tu, azipiti dakika 5 umeshtuka. Wewe ukila tu, azipiti dakika 5 umeshtuka. Kuna watu wanaota yuko msibani anagawa chakula kwa watu. Akila tu chakula kwenye ndoto, haipiti dakika 5 unashtuka. Na wakati mwingine unauliza ni kwa nini? Ni kitu gani hiki? Na wakati unapokula kile chakula sio cha kawaida. Sio ulimwengu wa mwili, unakula katika roho. Na ukitaka kujua siri hii, wanaokuletea kile chakula katika ulimwengu wa roho, huwa wanaokuletea kile chakula wanakuletea chakula unachokipenda. Kama unapenda samaki, utaletwa kwenye ndoto samaki. Kama unapenda mtori, utaletwa kwenye ndoto mtori. Kama unapenda ndizi, utaletwa kwenye ndoto ndizi. Sasa kwa nini unalishwa chakula kwenye ndoto? Kwa nini unakula chakula kwenye ndoto? Na ukinapolishwa kile chakula kinakusaidia nini? Au kinakujenga nini katika maisha yako? Yohana sura ya 3 mstari wa 6. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 6. Yohana sura ya 3 mstari wa 6. Maandiko yanasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Yohana sura ya 3 mstari wa 6. Biblia inasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Nafundisha kwa nini unaweza kulishwa chakula kwenye ndoto. Lazima ujue mwanadamu ana sehemu kuu mbili. Sio kwa wajibu wangu mimi Apostle Katambi, bali kwa wajibu wa neno. Mwanadamu ana sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza, mwanadamu ana mwili ambao mwili wa kwangu mimi na wewe. Na sehemu ya pili, ana mwili wa kiroho. Ana mwili wa kiroho. Ndio maana ukisoma katika Yohana sura ya 3 mstari wa 10, Yohana sura ya 3 mstari wa 6, anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Maana yake kuna kuzaliwa katika mwili na kuna kuzaliwa katika roho. Kumbuka somo letu linasema kwa nini unalishwa chakula kwenye ndoto. Nini wanakilenga kwenye ndoto wanapokulisha chakula? Na tunaanza kupata siri kwamba kuna mwili wa kiroho. Kwa hiyo kuna chakula cha kimwili ambacho ndio hichi tunachokula mimi na wewe. Samaki, ugali, njegere, kunde. Lakini pia kuna chakula cha kiroho ambacho anachokulisha wewe kwenye ndoto. Hicho ndo nataka nifundishe leo. Narudia tena, kuna chakula cha kiroho ambacho anachokulisha kwenye ndoto. Hiki ndicho nataka nifundishe leo. Unasema mtumishi, unaongea nini? Chakula cha kiroho hichi unacholishwa kwenye ndoto. Yaani unapokuwa unakula kwenye ndoto, nini kinafanyika? Wana lengo gani kukulisha chakula kwenye ndoto? Wana mikakati gani kukulisha chakula kwenye ndoto? Naomba unifuatilie. Sawa? Kwa hiyo wanapokulisha chakula kwenye ndoto, huwa wanachokilenga, wanalenga ule utu wako wa rohoni. Ule uwezo wako wa kiroho. Uko ndio wanaweza kukupa chakula ili kuharibu uwezo wako wa kiroho. Na unaponifuatilia katika somo hili, fuatilia, watu wengi wanapokula chakula kwenye ndoto, huwa mambo yao yanaharibika, vitu vyao vinaharibika. Kuna watu walikuwa ni waombaji, lakini baada ya kuota ndoto unakula chakula kwenye ndoto, uombaji unaisha. Kuna watu walikuwa wanaweza kuomba masaa
mengi, lakini baada ya kula chakula kwenye ndoto uombaji unaisha. Kuna watu walikuwa na tabia utakatifu, wakati wote na maisha utakatifu, akikaa na waza kusema mambo matakatifu, lakini baada ya kuanza kulishwa chakula kwenye ndoto ile hali imeisha. Kwa sababu gani? Ili wakushughulikie lazima wakupe chakula katika ulimwengu wa roho. Wanapokupa chakula kile katika ulimwengu wa roho, wanashughulikia ulimwengu wako wa roho, wanashughulikia utu wako wa roho katika ulimwengu wa roho. Pendwa, unanisikiliza, baada ya somo hili kutakuwa na maombi na maombezi kwa ajili ya wewe unayekula chakula kwenye ndoto. Baada ya somo hili itakuwa na maombi, na ili uweze kunifuatilia, utanifuatilia kupitia channel hii. Unaweza ukasubscribe channel hii, na baada ya kusubscribe tutakuwa na maombi na maombezi kwa ajili yako. Mungu akubariki sana. Hebu tuendelee sasa. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mstari ule wa 15 mpaka 17. Nafundisha kwa nini unalishwa chakula kwenye ndoto. Kwa nini unalishwa chakula kwenye ndoto? Sasa tuangalie sasa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 15 na mpaka mstari wa 17. Nini nataka nifundishe? Mungu alipomuumba Adamu, Mungu alimpa vitu vyote vya duniani. Mungu alipomuumba Adamu, Mungu alimpa vitu vyote vya duniani. Mungu alimpa vitu vyote vya duniani. Alimpa wanyama, alimpa ndege wa angani, alimpa vitu vyote, madini. Mungu alimpa tanzanite, Mungu alimpa mbuzi, ng'ombe. Mungu alipomuumba mwanadamu alimpa vitu vyote Adamu na Hawa. Sasa nafundisha nini? Baada Mungu kumpa Adamu na Hawa, lakini Mungu alimwambia usile matunda ya mti wa uzima. Ni chakula cha kawaida kabisa. Matunda yale yalikuwa ni ya kawaida. Hebu tusome kwenye maandiko. Matunda yale yalikuwa ni ya kawaida. Nataka nifundishe uhusiano wa chakula katika ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Nataka nifundishe kwa nini wanakupa chakula na nini kinafanyika kwenye ulimwengu wako wa roho. Mungu alipomuumba Adamu na Hawa, maandiko yanazungumza wazi kabisa kwamba Mungu wakati anamuumba Adamu na Hawa alimpa maagizo, usile chakula. Matunda yale usile. Ni chakula cha kawaida. Kama unavyopuuzia, unavyoona kwamba ni kawaida tu kula chakula, ni kawaida tu kula chakula, ni kawaida tu kula chakula kwenye ndoto, ni kawaida tu kuletewa samaki kwenye ndoto, ni kawaida tu kunywa supu kwenye ndoto, ni kawaida tu kula vitu matunda kwenye ndoto, ni kawaida. Hapana, kuna kitu kinaharibiwa ulimwengu wako wa roho. Hapana, kuna kitu kinaharibiwa katika ulimwengu wako wa roho. Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 15 mpaka 17. Mungu wakati anamuumba Adamu na Hawa alimpa maagizo. Nitasoma Mwanzo sura ya 2 taratibu kabisa, tunaenda Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15. Mungu anamwambia Adamu, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ili ailime na kuitunza. Mungu akamwagiza huyo mtu akasema, matunda ya kila mti ya bustani waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi na mema na mabaya usiyale, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Utakufa hakika. Utakufa hakika. Ni Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17. Kuanzia mstari wa 15 Mungu anatoa maagizo kwamba usile matunda ya mti huo. Jamani mpendwa unanisikiliza katika channel yetu ya Apostle Katambi na katika kipindi chetu cha Malango ya Ushindi, nafundisha kwa nini unaota ndoto, unalishwa chakula kwenye ndoto. Je, ni maigizo? Hapana. Je, ni vituko? Hapana. Ni vitu halisi katika ulimwengu wa roho. Chakula kinashughulika na utu wako wa kiroho. Asa Mwanzo sura ya 2
mstari wa 17, Mungu anamwambia ukila matunda ya mti huu hakika utakufa. Oh, come on. Come on. Jambo la hatari sana mpendwa. Jambo la hatari sana mpendwa. Kumbe lengo la kwanza kwenye ulimwengu wa roho, kukulisha chakula katika ndoto, ni kuua vitu vyako vya rohoni. Wanaua kipawa chako cha rohoni, wanaua karama zako za rohoni. Ndio maana nasikia kuna mtu, nilikuwa mwimbaji sana, ulikuwa unaimba, watu wanakukubali. Ulikuwa mwombaji, watu wanakukubali. Ulikuwa unafunga, watu wanakukubali. Lakini pointi ya kwanza, baada ya kukulisha chakula kwenye ndoto, vile vitu vinakufa. Karama zinakufa, vipawa vinakufa. Sasa Mungu anamwambia mwanadamu usile matunda ya mti huu. Kile kilikuwa ni chakula cha kawaida kabisa. Lakini nashangaa Mungu anamwambia usile matunda ya mti huu. Alafu Mungu anamwambia ukila, siku ukila utakufa. Nataka nifundishe ni kwa sababu gani. Chakula cha kawaida, lakini kina muunganiko wa kiroho wa Adamu. Ni chakula cha kawaida, Mungu anamuonyesha kina muunganiko wa kiroho kwa Adamu. Kwa tafasiri halisi, chakula kinabeba muunganiko wa rohoni. Chakula kinaweza kubeba muunganiko wa kiroho. Sasa tunaanza kuona hapa Mungu anaongea kwa habari ukila matunda mti utakufa. Alafu tunaona kifo ni matokeo ya kitu kinachoitwa mauti. Kifo ni matokeo ya kitu kinachoitwa mauti. Na mauti asili yake huwa sio katika ulimwengu wa mwili. Mauti asili yake huwa ni katika ulimwengu wa roho. Unanielewa mtu wa Mungu? Mauti asili yake ni katika ulimwengu wa roho. Lakini kilichosababisha Adamu aweze kufa ni chakula ambacho ndio kilileta mauti. Inawezekana unajiuliza, jamani, mbona nilikuwa muombaji? Mbona sasa hivi uombaji sina tena? Inawezekana unajiuliza, mbona nilikuwa jamani nina karama na kipawa, naweza kuona maono, mbona sasa hivi siwezi kuona tena? Walikushughulikia kwenye eneo la chakula katika ulimwengu wa roho. Ndio maana unaota ndoto, unakula chakula kwenye ndoto. Unaota ndoto, unakula chakula kwenye ndoto. Kwa Mungu anamwambia Adamu, hakika usile matunda ya mti huu, kila utakufa. Yaani maana yake kilichopo, kile kifo cha Adamu, kwa wale wasomaji wa Biblia, haikuwa ulimwengu wa mwili. Adamu ulimwengu wa mwili aliendelea kuzaa. Adamu ulimwengu wa mwili aliendelea kuwa na maisha. Kile kifo ni cha kiroho. Sikiliza. Ndio. Kwa hiyo nilichokuwa nataka kusema, mtu wa Mungu, itakuwa na maombi maalum mwisho wa video hii. Unifuatilie, mwisho wa video nitakuwa na maombi maalum kwa ajili ya kuomba ili kutoka kwenye hilo tatizo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tumeona Adamu baada ya kulishwa chakula, utu wake wa roho uliweza kuchukuliwa. Vitu vyake vya roho viweza kuchukuliwa. Kwa anguko la kwanza, wanapotaka kuangusha maisha yako, wanakulisha chakula kwenye ndoto. Ndio hiyo unaota unakula chakula kwenye ndoto, ni tatizo. Okay, wakati ninapoenda kumaliza, angalia kitabu cha Hesabu sura 28 mstari wa 2. Hesabu sura 28 mstari wa 2. Kuna watu unasema tu, jamani nakula tu chakula kwenye ndoto, jamani naota nakula tu nyama. Sio nyama. Wanakulisha vile vitu, ni sadaka zao. Washakutafuta nyuma miaka mingi. Wameshakuroga magonjwa miaka mingi. Wameshakuroga roho ya mauti miaka mingi. Wameshakuroga huduma yako miaka mingi. Kwa ili walikomaze lile tatizo ndani yako kwenye utu wa rohoni, ndio anakuletea kula chakula kwenye ndoto. Naomba unifuatilie kwenye channel yetu hii. Hebu angalia Hesabu sura 28. Sura 28. Wanatumia kukulisha chakula kukomaza kile walichokuroga katika ulimwengu wa roho. Hesabu sura 28 na mstari ule, kitabu cha Hesabu sura 28 mstari wa kwanza na wa pili. Hesabu sura 28
mstari wa kwanza na wa pili anasema, kisha Bwana akanena na Musa akawaambia, waagize hao wana wa Israeli, waambie matoleo yangu. Waagize wana wa Israeli, waambie matoleo yangu, chakula changu cha sadaka zangu zilizosogezwa kwa moto. Sema chakula changu cha sadaka zangu. Mwambie mwenzako, unachokula kwenye ndoto ni sadaka zao. Unachokula kwenye ndoto ni sadaka zao. Unapokula chakula kwenye ndoto unalishwa ni sadaka. Amekuroga kwa habari ya uchumi, anakuletea chakula kwenye ndoto, sio chakula cha kawaida. Ni sadaka ile. Unatumiwa mauti, uharibifu, sio chakula cha kawaida, ni sadaka. Kwa unapokula chakula kwenye ndoto unakula cha sadaka zao. Kwa nifuatilie somo lifuatalo kwa upande wa pili katika ulimwengu wa roho, na Mungu akubariki, akuzidishie katika ulimwengu wa roho. Katika kipindi hiki tutakuwa na maombi na maombezi mwisho wa somo hili. Subscribe channel hii, like channel hii, alafu endelea kutufuatilia katika vipindi vingine. Mungu wa mbingu na nchi akubariki na akuzidishie katika jina la Yesu na kwa damu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.